wale ambao mnakiuka katiba ya CCM na kanuni zake na sheria za nchi juu ya uchaguzi, mnatupaka matope sisi viongozi. Waacheni watu wamalize muda wao. Unapofanya vibaya kuanza kampeni mapema, inaonekana sasa sisi viongozi tunagawanywa vipande. Fulani anaanza kampeni, si ni mtu wa mwenyekiti ndio maana ashughulikiwi. Acheni, mnaniharibia safari yangu. Mimi 27 inanihusu. Wana CCM wote ni wa kwetu. Sasa mnajua kabisa kwamba kuanza kampeni mapema ni kosa. Halafu jina lisiporudishwa unaanza kulalamika, mwenyekiti hapa amenibania tu kapata bahasha kubwa, wakati umeyakoroga mwenyewe. Subirini muda. Na nyie mnayohitaji nafasi pia muwapime waliopo. Kama anafaa, kwa nini ulete shida? Muunge mkono aendelee. Kikubwa ni uhai, kwamba ipo siku na yeye atapumzika na mimi nitafanya nini? Wapo vijana wananiambia, we mzee, tunakupa awamu zako ngapi? Baada ya hapo utakwambia tusamehe sana. Nikamwambia ninalijua la kuondoka, tunaanzia miaka 5. Kama utakiwi, safari njema. Wakikubali unaendelea. Lakini ukao unajua ipo siku nitafanya nini? Na mimi kila siku namuomba Mungu, kama nitaishia miaka 5, badala ya kununa, tamwambia Mungu asante sana. Yawezekana safari jingine ingekuwa ya shida sana. Maana kila mtu ajui kesho yake. Na waomba sana wananchi wa Geita, na waomba wananchi na wanachama wale wenye nia ya kugombea kwenye nafasi hizo nilizotaja, tuwe na moyo wa subira, tuwe na moyo wa upendo, tuwe na moyo wa uzalendo, tuvumiliane. Anayetoa uongozi ni Mwenyezi Mungu peke yake. Tufanye michakato yetu kwa upendo na mshikamano. Tuache kuchafuana, tuache kupakana matope, tuache kusingiziana, tuache kutafuta visingizio visivyokuwa na msingi. Ndugu zangu wana Geita, tukikugundua wewe unafanya ndivyo sivyo, ili umrudishe chini mwenzako, ama unamuonea kwa sababu zisizokuwa za lazima, basi na wewe sio rafiki wetu wa chama chetu cha Mapinduzi. Tutashughulika na wewe.